Jambo na habari za asubuhi wapendwa wasikilizaji na watazamaji wa Kivu News Info popote pale mlipo, ikiwa ni ndani ya nje ya Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo. Tunakaribisha tena kuungana nasi katika matangazo yetu ya asubuhi ya leo Jumamosi tarehe 18 Julai mwaka 2026. Na hapa tunakuletea taarifa muhimu zinazoendelea kuzunguka eneo la Kivu, Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo na ukanda wa maziwa makuu. Katika taarifa leo tuanza na habari ya huzuni kutoka Uvira baada ya kifo cha ghafla cha msanii maarufu Mr. Gave Sote, ilikuwa ikiwakilisha muziki wa Kivu na kuacha pengo kubwa kwa mashabiki wake. Pia tutakuletea taarifa kuhusu hatua mpya za diplomasia kati ya Kinshasa na Kigali katika mchakato wa kutafuta amani mashariki mwa DRC, pamoja na changamoto za kiusalama zinazoendelea kuripotiwa katika maeneo mbalimbali ya Kivu kaskazini na kusini. Tutazungumzia pia hali ya kibinadamu katika maeneo yaliyoathiriwa na mapigano, changamoto za ukosefu wa mawasiliano katika Nyakakoma, pamoja na hatari za kuziwa kwa barabara muhimu katika eneo la Masisi. Mimi ni Teloje Lolonga na ni Kivu News Info, kwa siku tuendelea kuletea matangazo yetu tukiwa mashariki mwa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo. Na basi kama leo ndio ilikuwa mara kwanza unakutana nasi kupitia mtandao wa YouTube, basi kabla ya chochote kile hakikisha umesubscribe, like, comment na kushare, na kwa lugha nasema kujabone, kuemea vile vile na kupartager, kuendelea kusambaza habari kwa walio wengi zaidi. Na basi kama tayari utakomeshafanya hivyo, acha tuendelee kusema asante sana kwa kuchagua Kivu News Info kama kituo chako chema cha matangazo. Basi karibu tukupashe. Rais wa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo Felix Antoine Tshisekedi ametangaza rasmi kuanzishwa kwa mazungumzo ya kitaifa yatakayowakutanisha wananchi kutoka makundi mbalimbali ya nchi, ikiwa ni sehemu za juhudi za kuimarisha amani, mshikamano wa kitaifa na kutafuta suluhisho la changamoto ya kisiasa na kiusalama zinazoikabili Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo. Tangazo hilo limetolewa siku ya jana Jumaa Julai tarehe 17 baada ya Rais Tshisekedi kufanya mkutano na viongozi wa madhehebu makuu ya kidini katika makazi ya Cité de l'Union Africaine mjini Kinshasa. Kwa mujibu wa taarifa iliyotolewa na ikulu ya rais, mazungumzo yatakuwa ya kitaifa, jumuishi na utulivu, yatakayoongozwa na kwa kuheshimu katiba ya jamhuri pamoja na taasisi halali za Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo. Serikali inaeleza kwa lengo kuu la mpango huu ni kuimarisha umoja wa kitaifa na kujenga mazingira yatakayowasaidia wa Kongo kushirikiana katika kutafuta suluhisho la changamoto zinazozikabili taifa, hasa katika hali ya usalama mashariki mwa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo ambako mapigano yanaendelea kwa muda mrefu. Baada ya mkutano, Kardinali Bongo, askofu mkuu wa Jimbo Katoliki la Kinshasa, amesema kwa viongozi wa dini wamepokea kwa furaha tangazo hilo na kumshukuru Rais Tshisekedi kwa kuonyesha utayari wa kuwakutanisha wa Kongo kupitia mazungumzo ya kitaifa. Kwa mujibu wa kardinali huyo, rais ameamua kuanzisha kile alichokiita mazungumzo kati ya wana na mabinti wa Kongo kwa lengo la kuimarisha maridhiano, kuondoa migawanyiko ya kisiasa na kujenga umoja wa taifa. Amesema wananchi wa Kongo wanahitaji kushikamana ili kukabiliana na kwa pamoja na changamoto zinazoendelea mashariki mwa nchi. Kardinali ameongeza kuwa kiongozi wa dini wamekubali jukumu lilopewa na rais la kuandamana na mchakato na kusaidia kufanikisha mazungumzo hayo. Amesema atatekeleza jukumu hilo kwa kujitolea na kwa nia ya kulitumikia taifa, huku akitoa wito kwa serikali, upinzani na wadau wengine wa kisiasa kushiriki katika mchakato kwa moyo wa kujenga amani. Mkutano huu utawaleta pamoja viongozi wa dini kutoka madhehebu mbalimbali, akiwemo Askofu Andre Bokundoa wa kanisa la Kristo wa Kongo la nchini Kongo SSC, Askofu Mkuu Ejiba ya Mapia wa kanisa la Uamsho, Sheikh Abdali Mangala wa Jumuiya ya Kiislamu, Monseigneur Donatien Shore pamoja na mkurugenzi mchungaji Erike Senga. Kwa mujibu wa vyanzo vya viongozi wa dini, ramani ya utekelezaji wa mazungumzo inatarajiwa kutangazwa katika siku zijazo. Hata hivyo sasa bado haijawekwa wazi tarehe rasmi ya kwanza kwa mazungumzo hayo. Washiriki watakaohusika, ajenda zitakazojadiliwa pamoja na utaratibu utakaotumika katika mchakato mzima. Tangazo linakuja baada ya miezi kadhaa mashauriano kuhusu hali ya usalama na kisiasa nchini DRC. Mwanzoni mwa mwezi Julai, rais wa Burundi na mwenyekiti wa sasa Umoja wa Afrika Evariste Ndayishimiye walikutanisha baadhi ya viongozi wa upinzani wa Kongo pamoja na viongozi wa dini mjini Bujumbura na kuwahimiza kukubali mazungumzo kama njia ya kutafuta amani ya kudumu. Tarehe 9 Julai, Kardinali Ambongo alifanya mazungumzo na rais wa Jamhuri ya Kongo Denis Sassou Nguesso mjini Brazzaville, ambako walijadili hali ya kisiasa na usalama nchini DRC pamoja na nia zinazoweza kusaidia kurejesha utulivu nchini. Pamoja na kutangazwa kwa mpango huu, bado kuna tofauti na mtazamo kati ya serikali na baadhi ya vyama vya upinzani. Baadhi ya viongozi wa upinzani wameeleza kuwa kabla ya kushiriki katika mazungumzo hayo, wanataka kuona hatua kadhaa zinachukuliwa, ikiwemo kuachiliwa kwa wafungwa wa kisiasa, kuhamasishwa kwa kesi wanazozidai zina sababu za kisiasa, kurejeshwa kwa uhuru wa
kisiasa na kiraia pamoja na kuondolewa kwa hofu kuhusu mabadiliko ya katiba. Kwa upande wake, Rais Tshisekedi amesisitiza kuwa anaunga mkono mazungumzo, lakini amesema wazi kwa mchakato utapaswa kutumiwa kama njia ya kupuuza taasisi za Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo au kupinga mapenzi ya wananchi yatakayoridhishwa kupitia katiba na uchaguzi. Sasa macho ya wananchi wengi wa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo yanaelekezwa kwa hatua zinazofuata, huku wengi wakisubiri kuona ni lini mazungumzo yataanza na kama yataweza kuwa chanzo cha kuimarisha umoja wa kitaifa na kuchangia kurejesha amani ya kudumu nchini, hususan katika eneo la Mashariki ambayo kukumbwa na migogoro ya usalama kwa miaka mingi. D'un entretien très important avec le président de la République. Cet entretien fait suite aux initiatives que lui-même avait déjà prises en allant à la rencontre du chef de l'État du Burundi et puis du Congo-Brazzaville. Ce sont des échanges qui ont porté essentiellement sur des sujets d'intérêt national. À l'issue de ces échanges, nous avons eu à nous rendre compte que notre pays, la République démocratique du Congo, a besoin de communion entre le fils et les filles du Congo. L'unité, la communion, pour être solide, pour être fort. Comme vous le savez tous, notre pays aujourd'hui souffre d'une agression qui vient essentiellement de l'Est du Rwanda, nous le savons. Mais comment pouvons-nous faire face à une telle agression si nous sommes divisés entre nous, les fils et filles du Congo? Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo na Rwanda zimeahidi kuendelea kuimarisha ushirikiano kati ya masuala ya usalama, ikiwa ni sehemu ya mchakato wa kurejesha amani katika ukanda wa maziwa makuu. Hatua imetolewa baada ya kumalizika kwa mkutano wa 5 wa kamati ya pamoja utaratibu wa masuala ya usalama uliofanyika tarehe 15 na tarehe 16 Julai mjini Geneva nchini Uswisi. Mkutano huo ukutanisha wakilishi wa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo, Rwanda, Marekani, Qatar, Togo kwa niaba ya Umoja wa Afrika pamoja na Tume ya Umoja wa Afrika. Lengo kuu lilikuwa ni kutathmini hatua zinazofikiwa katika utekelezaji wa makubaliano ya usalama yaliyofikiwa kupitia mkataba wa Washington ambao unalenga kurejesha amani na kuimarisha ushirikiano kati ya nchi hizo mbili. Kwa mujibu wa taarifa ya pamoja iliyotolewa baada ya mkutano, washiriki walijadili kwa kina namna ya kutekeleza ahadi zilizowekwa katika makubaliano ya Washington, hasa hususan hatua zinazohusu usalama, kuondoa vitisho vya makundi yenye silaha na kuimarisha ushirikiano kati ya pande zote mbili zinazohusika katika mchakato wa amani. Katika mkutano huo, wajumbe wa Umoja wa Mataifa nchini DRC MONUSCO waliwasilisha taarifa kuhusu shughuli zake za kusaidia kurejesha utulivu mashariki mwa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo. Taarifa hiyo ilieleza kuwa juhudi zinazofanywa na MONUSCO katika mpango wa kuvua silaha wapiganaji, kusaidia kuachana na makundi yenye silaha pamoja na kuwawezesha kurejea katika maisha ya kawaida ndani ya jamii. MONUSCO ilieleza kuwa hatua hizo zinazoendelea za kusaidia kuwarejesha nchini Rwanda baadhi ya wapiganaji wa kundi la FDLR wanakubali kuachana na mapigano. Washiriki mkutano walieleza kuwa hatua ni muhimu katika kupunguza vitisho vya usalama vinavyoendelea mashariki mwa DRC na kutaka kujenga mazingira ya kuaminiana kati ya nchi hizo mbili. Katika mazungumzo yao, wajumbe pia walijadili hatua zinazofuata ili kuimarisha utaratibu kati ya serikali ya DRC, Rwanda na washirika wa kimataifa wanaosimamia mchakato wa amani. Kwa sisitizo muhimu wa kufanya kazi kwa pamoja ili kuhakikisha makubaliano yanafikiwa na yanatekelezwa kwa vitendo na kuleta matokeo yanayoonekana kwa wananchi. Katika tamko lao la pamoja, Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo na Rwanda zimekubaliana kuendelea kubadilishana taarifa za kiusalama mara kwa mara. Lengo la hatua hiyo ni kuhakikisha nchi hizo mbili zinakuwa na uelewa unaofanana kuhusu hali ya usalama mashariki mwa DRC na kuchukua hatua kwa ushirikiano pale inatakapohitajika. Pande hizo mbili zimetoa shukrani zao kwa Marekani, Qatar, Umoja wa Afrika pamoja na Togo kwa mchango wao katika kusimamia mazungumzo na juhudi za kidiplomasia zinazolenga kurejesha amani ya kudumu katika ukanda wa maziwa makuu. Kwa mujibu wa tamko hilo, makubaliano ya Washington yanaonekana kuwa fursa muhimu ya kihistoria kujenga mazingira mapya ya usalama, kuimarisha uhusiano kati ya nchi hizo mbili na kufungua njia ya maendeleo ya kiuchumi na ustawi wa wananchi wa ukanda huo. Washiriki wa mkutano wameeleza kuwa amani ya kudumu haiwezi kupatikana bila ushirikiano wa karibu kati ya nchi zote zinazohusika, utekelezaji wa ahadi zilizotolewa
pamoja na kuendelea kwa mazungumzo ya kisiasa na kiusalama. Mwisho, wajumbe wote wameahidi kuendelea na mchakato wa mazungumzo na wamekubaliana kuitisha mkutano mwingine katika wiki zijazo. Mkutano huo utalenga kutathmini maendeleo yaliyofikiwa katika utekelezaji wa ahadi zilizotolewa, kujadili changamoto zitakazojitokeza na kupanga hatua mpya za kuharakisha kurejeshwa kwa amani na utulivu mashariki mwa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo pamoja na ukanda mzima wa maziwa makuu. Watu watatu raia wameuawa na nyumba kadhaa kutekelezwa na moto katika shambulio linalodaiwa kufanya uasi wa ADF jioni Alhamisi tarehe 16 Julai katika kijiji cha Mununze kilichopo ndani ya eneo la Beni mkoani Kivu Kaskazini. Kwa mujibu wa vyanzo vya eneo hilo, shambulio lilitokea majira saa 1 usiku wakati kundi la watu wenye silaha lilipoingia ghafla kijijini na kuanza kushambulia wananchi kwa risasi. Katika vurugu hizo watu watatu wamepoteza maisha papo hapo, huku wengine wakikimbia ovyo kuokoa maisha yao. Baada ya kuwaua raia, washambuliaji walichoma moto nyumba kadhaa za wakazi. Moto ulitekeleza mali nyingi ikiwemo nyumba za kuishi, vyakula vyokuwa hifadhiwa na mali nyingine za familia. Wakazi wengi wameeleza kuwa walazimika kuacha kila kitu na kukimbia porini au katika vijiji vya jirani ili kujinusuru. Mashuhuda wa tukio wanasema kuwa milio ya risasi ilisikika kwa muda mrefu na kusababisha taharuki kubwa katika eneo lote. Baadhi ya familia zilitengana wakati wa kukimbia, huku taarifa zikieleza kuwa watu wengi bado hawajajulikana walipo. Kutokana na shambulio, mamia wananchi wameanza kuyama makazi yao na kuelekea maeneo wanaamini kuwa salama zaidi. Wengi wamekimbia katika vituo vya karibu kwao vijiji jirani, wakihofia kwamba washambuliaji wanaweza kurejea tena. Wadau wa usalama wa masuala ya kibinadamu wanaonya kuwa wimbi jipya la wakimbizi wanaokimbia makazi yao linaongeza mzigo katika hali ambayo tayari ilikuwa ngumu katika eneo la Beni. Wananchi wamekuwa wakikabiliwa na changamoto za ukosefu wa usalama, chakula, huduma za afya, maji safi na makazi kutokana na mashambulizi ya mara kwa mara ya makundi yenye silaha. Asasi za kiraia katika eneo la Beni zimelaani vikali shambulio hilo na kutoa wito kwa serikali ya Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo pamoja na vyombo vya ulinzi na usalama kuongeza ulinzi kwa wananchi. Zimesema wananchi hawawezi kuendelea kuishi katika hofu kila siku wakati mashambulizi yanaendelea kurudiliwa. Viongozi wa jamii pia wameomba jeshi la Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo pamoja na vikosi wanavyoshirikiana nalo ili kuimarisha operesheni za kuwasaka waasi wa ADF katika maeneo yanayozunguka Mununze na vijiji vingine vinavyokumbwa na mashambulizi ya mara kwa mara. Wanasema hatua za haraka zinahitajika ili kuzuia mashambulizi mengine dhidi ya raia wasiokuwa na hatia. Shambulio ni miongoni mwa matukio mapya ukatili yanaendelea kuripotiwa katika eneo la Beni ambalo kwa miaka kadhaa limekuwa likikumbwa na mashambulizi ya makundi yenye silaha hususan ADF. Kundi hilo limekuwa likitumiwa kuhusika na mauaji ya raia, utekaji wa watu, uchomaji wa nyumba, uporaji wa mali na mashambulizi dhidi ya vijiji mbalimbali. Licha ya operesheni za kijeshi zinazoendelea kufanywa na jeshi la Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo ushirikiano na vikosi wa shirika, hali ya usalama katika baadhi ya maeneo ya Beni bado kuwa tete, huko wananchi wakaendelea kuishi katika mazingira ya hofu na kutokuwa na uhakika wa usalama wao. Hadi kufikia sasa, mamlaka za serikali bado hajatoa taarifa rasmi kuhusu idadi kamili ya walioathirika na shambulio hilo wala kiwango halisi cha uharibifu uliotokea. Wakati huo juhudi za kuwatafuta watu wanaodaiwa kutoweka zinaendelea, huku tathmini ya uharibifu wa mali na mahitaji ya kibinadamu ikiendelea kufanywa na viongozi wa eneo hilo pamoja na washirika ya misaada. Wananchi wa Beni wanaendelea kutoa wito kwa serikali na washirika wake kuhakikisha hatua madhubuti zinachukuliwa ili kurejesha usalama wa kudumu na kulinda raia dhidi ya mashambulizi yanayoendelea kusababisha vifo, uharibifu wa mali na ongezeko la wakimbizi wa ndani. Hali ya maisha inaendelea kuwa ngumu katika wilaya ya Masisi mkoani Kivu Kaskazini kufuatia kusimamishwa kwa usafiri kwenye barabara muhimu ya Ngungu, Remeka na Rubaya. Remeka kwa zaidi ya wiki moja sasa. Kufungwa kwa barabara hizo kumesababisha shughuli za kiuchumi kupungua kwa kiwango kikubwa na kuathiri maelfu ya wananchi wanaotegemea njia hizo kwa biashara na usafirishaji wa bidhaa. Kwa mujibu wa taarifa kutoka eneo la Bwahunde, kufungwa kwa barabara hizo kunahusishwa na yale mapigano kati ya waasi M23 na makundi ya wazalendo. Daiwa kwa baada ya mashambulizi yaliyofanywa na wazalendo katika baadhi ya maeneo, waasi wa M23 walichukua maamuzi ya kuzuia matumizi ya barabara hizo, hatua ambayo imekwamisha usafiri wa watu na bidhaa. Barabara za Ngungu, Remeka na Rubaya. Remeka ni miongoni mwa njia muhimu zinazounganisha maeneo ndani ya Masisi na mji mikubwa kama Goma na Sake. Kwa sasa magari ya biashara, malori ya mizigo pamoja na usafiri wa kawaida hawezi kupita, jambo ambalo limeathiri kwa kiasi kikubwa shughuli za kiuchumi katika eneo hilo. Katika maeneo Famado pamoja na sekta ya Katoi, athari zimeanza kuonekana wazi.
Wananchi wanasema bidhaa muhimu za matumizi ya kila siku zimeanza kupungua sokoni. Mafuta ya magari, mafuta ya taa, sukari, chumvi, sabuni, dawa na bidhaa nyingine zinatoka Goma kama Sake hazifiki tena katika vijiji vya ndani. Kutokana na uhaba huo, bei za bidhaa zimeanza kupanda kwa kiasi, huku familia nyingi zikishindwa kudumu gharama za maisha. Wafanyabiashara nao wanasema wamekosa bidhaa za kuuza na baadhi yao wamelazimika kufunga maduka yao kwa muda kutokana na ukosefu wa bidhaa. Mbali na bidhaa zinazoingia kutoka nje, wakulima pia wameathirika kwa kiasi kikubwa. Mazao yanayozalisha katika maeneo Fambadu na Katoi yamekwama mashambani na katika magala kwa sababu hakuna njia salama ya kusafirisha kuelekea soko kubwa la Ngungu na maeneo jirani. Mazao kama mahindi, marage, viazi, ndizi na boga vinaendelea kuharibika kutokana na kukosekana kwa ununuzi na usafiri. Leo imewagiza wakulima katika hasara kubwa baada ya kutumia muda wa rasilimali nyingi katika uzalishaji. Wananchi wanasema ikiwa hali hiyo itaendelea kwa muda mrefu, kuna hatari kubwa ya kuongezeka kwa uhaba wa chakula katika baadhi ya maeneo ya Masisi, jambo ambalo linaweza kuongeza zaidi mateso ya binadamu ambao tayari wanawakabili wakazi wa eneo hilo. Wakati wale usalama unaendelea kubadilika mara kwa mara kutokana na mapigano yanaendelea kati ya jeshi la Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo na makundi ya wazalendo dhidi ya uasi wa M23. Wiki iliyopita wapiganaji wa wazalendo walitangaza kulidhibiti tena eneo la Kasake baada ya mapigano makali yaliyochukua takriban siku 3. Hata hivyo, siku chache baadaye waasi wa M23 walitangaza kurejesha chini ya udhibiti wao na maeneo ya Ngingwe na Malemo katika Bashali Mokoto baada ya kuwafukuza wapiganaji wa wazalendo. Kutokana na mabadiliko haya mara kwa mara ya mstari wa mapambano, wananchi wanaendelea kuishi katika mazingira ya hofu, wengi wakishindwa kurudi kwenye shughuli zao za kawaida za kilimo, biashara na elimu. Baada ya mapigano kati ya pande zinazosimiana, kuna ongezeko la makundi yenye silaha yanayofanya uhalifu katika barabara mbalimbali. Leo imeongeza athari ya mashambulizi ya wasafiri na wafanyabiashara. Alhamisi iliyopita msafara wa wafanyabiashara ulikuwa ukitoka Goma kuelekea Walikale ulivamiwa na watu wenye silaha katika eneo la Kamfusi kati ya Kaanja na Kashebere. Siku hiyo imesababisha hofu kubwa na kwa wafanyabiashara wanaotumia barabara hiyo na kusafirisha bidhaa zao. Mashirika ya kiraia katika wilaya ya Masisi yameeleza wasiwasi kuhusu hali hiyo pia na kusema kuwa iwapo barabara zitaendelea kufungwa, wananchi wengi wataendelea kukosa chakula, huduma muhimu na fursa za kujipatia kipato. Asasi hizo zimetoa wito kwa pande zote zinazohusika katika mapigano kuheshimu maisha raia na kufungua haraka barabara ya Ngungu Remeka pamoja na Rubaya Remeka ili kuruhusu usafirishaji wa bidhaa na watu kurejea katika hali ya kawaida. Pia zimetaka mamlaka husika pamoja na washirika wa kimataifa kuongeza juhudi za kutafuta suluhisho la kudumu la mgogoro huo ili kurejesha usalama, kufufua shughuli za kiuchumi na kupunguza mateso yanayowakabili maelfu ya wananchi wa Masisi ambao sasa wanaendelea kubeba mzigo mkubwa kwa athari za mapigano yanaendelea katika eneo hilo. Wakazi wa kijiji cha uvuvi cha Nyakoma kilichopo kwenye mwambao wa Ziwa Edward katika kundi la Binza wilayani Ruchuru mkoani Kivu Kaskazini wanaendelea kukabiliana na changamoto kubwa baada ya kukosa huduma za mawasiliano ya simu kwa kipindi cha wiki kadhaa. Kwa mujibu wa wakazi wa eneo hilo, mtandao pekee ulikuwa ukifanya kazi katika kijiji hicho wa kampuni ya Vodacom umekatika kabisa. Hali imeacha maelfu ya wananchi bila njia ya kuwasiliana na ndugu zao, kufanya biashara, kupata taarifa muhimu kutoka maeneo mengine. Nyakakoma ni moja ya vijiji vinavyotegemea shughuli za uvuvi katika Ziwa Edward. Mbali na changamoto za kiusalama ambazo zimekuwa zikilikumba eneo hilo kwa muda mrefu, kukosekana kwa mawasiliano sasa kumeongeza hali ya kutengwa kwa wananchi na kufanya maisha yao kuwa magumu zaidi. Wakazi wanasema kila siku wanalazimika kutembea takriban kilomita 2 wakivuka maeneo ya hifadhi ya taifa Virunga ili kutafuta sehemu yenye ishara hafifu ya simu. Ni baada ya kufika huko ndipo wanaweza kupiga simu kwa shida au kufanya mamiala kupitia huduma za mobile money. Safari hii kwa mujibu wa wananchi ni si rahisi wala salama. Wanasema inalazimu watu kupita katika maeneo hatari za kiusalama na kwa wakati mwingine kukaa kwa muda mrefu wakisubiri ishara ndogo ya mtandao ili waweze kuwasiliana na familia zao au kufanya shughuli za kifedha. Kutokana na kukosekana kwa mtandao, shughuli za biashara zimeathirika kwa kiasi kikubwa. Wafanyabiashara hawezi kuwasiliana na wasambazaji wao, kufanya malipo kwa njia ya simu wala kupokea fedha kutoka kwa wateja. Wavuvi nao wanasema wanashindwa kuwasiliana na wanunuzi wa samaki waliopo Ruchuru, Kiwanja, Goma na maeneo mengine, jambo ambalo limepunguza mapato yao. Wananchi wanaeleza kuwa ukosefu wa mawasiliano umeathiri pia huduma za kijamii. Familia nyingi haziwezi kuwasiliana na ndugu zao walipo nje Nyakakoma, huku wagonjwa wakiwa wanahitaji msaada wa haraka wakikosa njia ya kutoa taarifa kwa vituo vya afya au viongozi wa eneo. Changamoto hiyo imekuwa kubwa zaidi kwa wanafunzi waliotimiza mitihani ya taifa ya mwaka ya examen mwaka 2026. Matokeo ya mitihani hiyo ilitangazwa rasmi Jumatatu tarehe 10 Julai, lakini kutokana na kukosekana kwa mtandao, wanafunzi wengi wa Nyakakoma hawawezi kupata taarifa hizo kwa wakati.
Kwa mujibu wa wakazi, habari kuhusu kutangazwa kwa matokeo iliwafikia siku inayofuata Jumamosi tarehe 11 Julai, lakini baada ya kupata taarifa hizo, wanafunzi walishindwa kuangalia matokeo yao kwa sababu ya mfumo ya kupata unahitaji matumizi ya mtandao ya simu. Hali hiyo imeondoa kabisa hali ya furaha ambayo kwa kawaida onekana baada ya kutangazwa kwa matokeo ya mitihani ya taifa. Badala ya shangwe na mapongezi yenye yameendelea kwa kimya, huko wanafunzi, wazazi na walimu wakisubiri wasiwasi kujua matokeo yao. Baadhi ya wananchi wamesema wanalazimika kwenda katika maeneo ya pembezoni mwa Nyakakoma kutafuta ishara ya simu. Wengine wameamua kutuma namba zao za mitihani kwa ndugu au marafiki wanaoishi Ruchuru, Kiwanja au Goma ili wasaidie kuangalia matokeo yao. Unalazimika kusafiri hadi vijiji jirani ambavyo kwa vina huduma ya mtandao, jambo linaongeza gharama ya kuwaweka katika hatari kutokana na hali ya usalama isiyo imarika katika eneo hilo. Wananchi wa Nyakakoma wameomba kampuni ya Vodacom pamoja na mamlaka zinazohusika kuchukua hatua za haraka kurejesha huduma za mawasiliano. Wanasema mtandao wa simu ni muhimu tu kwa mawasiliano ya kawaida, bali pia kwa biashara, huduma za kifedha, elimu, afya na usalama wa wananchi. Kwa mujibu wa kazi yao, katika mazingira ambayo eneo lao limeathiriwa na migogoro ya usalama, kukosekana kwa mawasiliano kunafanya iwe vigumu kutoa taarifa za dharura, kuomba msaada pale matukio ya hatari yanapotokea. Hadi sasa kampuni ya Vodacom haijatoa tamko rasmi kwa sababu za kukatika kwa mtandao katika eneo hilo wala muda utakaotarajia au kurejesha huduma. Vile mamlaka za eneo zinazodhibitiwa na waasi wa M23 hawajatoa maelezo rasmi kuhusu hali hiyo. Wakati wakazi wakiendelea kusubiri suluhisho, maisha katika kijiji cha Nyakakoma yanaendelea kuwa magumu, huku wananchi wakihofia kuendapo huduma za mawasiliano zitarejeshwa kiharaka, shughuli za kiuchumi, elimu na usalama zitaendelea kudorora katika eneo hilo la uvuvi lilopo pembezoni mwa ziwa Edward. Jiji la Uvira pamoja na mashabiki wa muziki katika eneo la Kivu wamekubikwa na huzuni mkubwa kufuatia kifo cha ghafla cha msanii maarufu wa muziki Mr. Gave, mmoja wa sauti zilizojulikana sana katika tasnia ya muziki ya Kivu. Msanii alifariki dunia ghafla jioni ya Alhamisi tarehe 16 Julai. Taarifa za kifo chake zimethibitishwa na madaktari wa hospitali kuu ya rufaa ya Uvira baada ya msanii kufikishwa hospitalini akiwa tayari amefariki. Kwa mujibu wa mashuhuda na watu waliko karibu na msanii huyo, Gave alipelekwa hospitalini baada ya kugua, lakini juhudi za kumwokoa hazikufanikiwa. Vyanzo vya karibu na familia msanii huyo vimeeleza kuwa alikuwa akisumbuliwa na ugonjwa wa homa ya tumbo unaojulikana kama tifoide kwa siku kadhaa kabla ya hali yake kuzorota. Kifo cha Gave kimeacha pengo kubwa katika ulimwengu wa muziki wa Uvira, Fizi na maeneo mengine ya Kivu. Habari za kuondoka kwake zimepokelewa kwa masikitiko makubwa na mashabiki, wasanii wapenzi, wasanii wenzake pamoja na vijana wengine waliokuwa wakifuatilia kazi zake. Mr. Gave alikuwa miongoni mwa wasanii waliokuwa wakijijengea jina kubwa katika eneo la Maziwa Makuu kupitia nyimbo zake za kugusa maisha kila siku ya wananchi, hasa vijana wa Kivu. Alijulikana zaidi kupitia wimbo wake maarufu Babu, ambao ulipata maarufu mkubwa katika eneo hilo na kumfanya kuwa moja ya sura muhimu katika muziki wa Uvira. Katika miaka hivi karibuni, msanii alikuwa anaendelea kuwasilisha utamaduni wa maisha ya vijana la eneo lote la Kivu kupitia kazi zake za muziki. Alieleza changamoto, matumaini ya maisha na hali halisi ya jamii hii. Tangu kutangazwa kwa kifo chake, mitandao ya kijamii imejaa ujumbe wa maombolezo kutoka kwa mashabiki, wasanii na watu mbalimbali walioguswa na kazi zake. Wengi wamemtaja kama msanii mwenye kipaji kikubwa ambaye ameacha kumbukumbu isiyosahaulika katika muziki wa Kivu. Huzuni imeenea si tu Uvira na Fizi bali pia Bukavu pamoja na mashabiki walipo nchini Burundi na maeneo mengine ukanda maziwa ambako muziki wake ulikuwa ukisikika. Kwa upande wa tasnia burudani, kifo cha Gave kinachukuliwa kama pigo kubwa kwa muziki wa Kivu ambao umekuwa ukipitia kipindi cha kujengwa na kuonekana zaidi kitaifa na kimataifa kupitia wasanii mbalimbali kutoka eneo hilo. Uongozi na wafanyakazi wa Kivu News wanatoa pole za dhati kwa familia marehemu, ndugu, marafiki na wasanii wenzake pamoja na mashabiki wote wa Gave katika kipindi kigumu cha maombolezo. Mwenyezi Mungu aendelee kuilaza roho ya marehemu Mr. Gave mahali pema peponi. Mpendwa msikilizaji na mtazamaji wa Kivu News Info, ni hapo ndipo tunahitimisha matangazo yetu ya asubuhi ya leo. Ni Jumamosi tarehe 18 Julai mwaka 2026 kupitia Kivu News Info. Asante sana kwa kuendelea kuwa nasi na kutuendelea kutuamini. Endeleeni kufuatilia vipindi vyetu mbalimbali kwa taarifa za hakika kuhusu endelea Kivu na maeneo mengine. Mimi ni Teloje Longo na kwa niaba ya timu nzima ya Kivu News Info nawatakia siku njema yenye amani na usalama. Na kabla tuondoke ndani ya studio zetu, endelea kukumbusha uende ndio ulikuwa mara kwanza na kukutana nasi kupitia mtandao wa YouTube. Basi kabla kuondoka, kisha umesubscribe
kulike, comment na kushare, na kolungu ndio nasema kujabone kwa vile vile na kupartager kuendelea kusambaza habari kwa walio wengi zaidi. Na basi kama tayari tumeshafanya hivyo, acha tuendelee kusema asante sana kwa kuichagua Kivu News Info kama kituo chako chema cha matangazo. Nia na mazungumzo yetu kila siku tunakuletea habari zenye kuaminika tena kwa muda mwafaka. Hivyo basi naendelea kutuandikia na kutujuza unatusikiliza kwa sehemu gani, ndio katuambia maoni yako aiza mapendekezo yako. Basi tunamtakia asubuhi njema na mafanikio tele katika shughuli zako za kila siku. Bye bye na chana, kutana tena katika taarifa zetu za mchana.